Katika kipindi ambacho muziki wa kidigitali umechukua nafasi kubwa kwenye soko la burudani, changamoto zinazowakumba wasanii kuhusu usambazaji na ulipaji wa haki zao zimekuwa bado gumzo kubwa. Tukio la hivi karibuni kuhusu msanii Billnass kudai kwamba hajalipwa chochote licha ya wimbo wake kupata zaidi streams milioni 36 limeibua maswali mengi kuhusu uwazi na uelewa wa mifumo ya kidigitali nchini. Nimeona isiwe case tuzungumze na Godfrey Kilimomesh, mkurugenzi mtendaji wa Jibu Music, kampuni ya Kitanzania ambayo inajihusisha na usambazaji wa muziki kupitia majukwaa ya kidigitali. So kupitia mazungumzo haya tunalenga moja kwa moja kupata mwanga kuhusu nini kinawakwamisha wasanii kufahamu wasambazaji sahihi wa muziki na jinsi ambavyo tasnia ya muziki inaweza kujilinda dhidi ya upotevu wa mapato. Cha kwanza, Mr. Godfrey, tuanzie kwenye tukio lililotokea siku za karibuni hapa tulivyoshuhudia kilio cha Billnass kupitia wimbo wake wa Poo ambao una stream zaidi ya milioni 36. Anasema hajawahi kulipwa chochote. Wewe kwako unalionaje hili kama mtaalamu wa usambazaji wa kidigitali? Ukiangalia hicho kilichotokea kwa Billnass, kwamba ana wimbo ambao una streams zaidi ya milioni 36 lakini hajapata malipo, kwa mimi naona vitu viwili. Cha kwanza, either kuna udanganyifu kati ya msambazaji kwenda kwa msanii au kuna mgogoro wa kimkataba kati ya msanii na msambazaji. Kwa mfano unakuta baadhi ya distribution companies inatoa kitu kinaitwa advance kwa msanii kabla ya msanii kusubmit kazi zake, na mara nyingi unakuta kwamba msanii huwa anakatwa mapato yake mpaka kwanza atakapokamilisha kurudisha zile pesa za advance, na mara nyingi unakuta wasanii wanakuwa hawaelewi hivyo vipengele, na mara nyingine unakuta kwamba wanalalamika lakini wanakuwa kwamba mapato yanayoingia yanakwenda kurudisha advance ambayo waliipokea. Lakini kama hiyo sio swala kati ya Billnass na msambazaji wake, then nahisi basi kuna shida ya uwazi kutoka kwa msambazaji kwenda kwa msanii ambaye anapokea huduma kutoka kwake, kwa sababu kama nyimbo ina stream study ya milioni 36, definitely imetengeneza revenue na definitely msanii alitakiwa awe ameshalipwa. Na pia kwa kiwango cha muda kilichopita tangu kwa wimbo kutoka mpaka sasa, ni definitely kwamba majukwaa kama Spotify, Boomplay yalikamilisha malipo kwa msambazaji, lakini msambazaji ameshindwa kumlipa msanii wake. Na ni makosa gani ya kimsingi ambayo wasanii wengi wanayafanya wanapoingia kwenye mikataba ya digital distribution, na kwa nini haya makosa huwa yanajirudia sana? Maana leo utasikia kilio cha msanii fulani alafu unakuja tena kusikia kilio cha msanii mwingine. Makosa ya msingi ambayo wasanii wengi wanafanya wanapoingia ni kutokuelewa mikataba ambayo wanaingia, kwa sababu kila msambazaji ana mikataba na taratibu zake ambazo anafanya shughuli. Sasa wasanii wengi wanakuwa hawaelewi hii mikataba, and especially mikataba ambayo ina changamoto sana ni mikataba ambayo inahusisha advance payment, kwamba msanii anapewa pesa kabla ya kusubmit kazi. Kwa hiyo hizo ni pesa ambazo msanii anatakiwa labda kwenda kufanyia production, anatakiwa kufanyia marketing na advance payment yake. So mapato yanapoanza kuwa generated ni lazima huyo msambazaji kwanza ajilipe ile advance ambayo ni kama vile loan, it's some sort of loan, ni kama mkopo ambao msanii amepewa ili uweze kumwezesha technically kama kufanya production, kufanya video production, kufanya promotion, kama anataka kufanya tour, media tours and everything, kwa ili ya kusogeza hiyo kazi. So unakuta msanii alishapokea hiyo pesa na anakuwa anategemea kwamba bwana mapato yale atakapoingia then nitakuwa napata, then unakuta msambazaji anajilipa yeye kwanza, na mikataba mingi inakuwa hivyo. Na hata baada ya kwamba msambazaji kujilipa, mkataba ule mgawanyo wa mapato uko vipi? So ni vitu ambavyo msanii anatakiwa kuvielewa kabla hajaingia makubaliano na msanii na msambazaji. Je, kuna uwezekano wa msanii kufuatilia mapato yake binafsi kwa kutumia majukwaa ya digital platform bila kutegemea wasimamizi? Na kama ndiyo, je, mfumo huu uko wazi kiasi gani kwa wasanii wa kawaida kuweza kufuatilia mapato yao wao wenyewe? Msanii ana uwezo wa kufuatilia mapato yake binafsi.
Kwa sasa hivi teknolojia zimekuwa sana, na platform kama Jibu Music ambayo sisi tunaiendesha inamwezesha msanii kufuatilia kazi zake, kuelewa numbers zake, kuelewa mapato yake, lakini pia yeye mwenyewe ana uwezo wa kuamua lini anasambaza, anapandisha nyimbo yeye mwenyewe, na ni kitu cha rahisi sana ambacho msanii anaweza kufanya ndani ya dakika chache sana. So teknolojia imekuwa, so ni wito kwa wasanii kabisa kwamba kutokukaa mbali na kuelewa vitu kama hivi, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo msanii anaweza kufanya akiwa nyumbani kwake, akiwa tu kwenye simu yake, akaweza kusambaza wimbo wake ukafika kwenye platform zote kubwa, lakini pia akaweza kufuatilia mapato yake, lakini pia akaweza kucash out mapato yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa sehemu ambayo tumefika kiteknolojia leo, wasanii hawahitaji sana mfumo ule wa zamani wa msambazaji, ambapo kwamba msambazaji anahodhi taratibu zote za kusambaza, and then wewe unakuwa tu kama hivyo, yeye ndo ana mandatory ya kupatia pesa zako ama ni vipi. So kwa sasa hivi platform nyingi zinaruhusu msanii kuzisimamia kazi zake mwenyewe na cash out malipo yake mwenyewe, na sisi kama Jibu Music tunatoa huduma hiyo. Kwa uzoefu wako, ni asilimia ngapi ya wasanii wa Tanzania wanauelewa kati ya publishing rights na distribution rights, na hili linawaathiri vipi kifedha? Nadhani wasanii wengi wako na hiyo changamoto ya kuelewa kati ya publishing rights na distribution rights. Na nadhani kwamba wasanii wengi, hata hizi kelele tunazosikia, hata hiyo kelele unasikia labda ya Billnass, ni bado tu hiyo ipo kwenye rights za loyalties hizi za distribution, pesa za platform kama Boomplay, kama Spotify na kadhalika. Lakini publishing, kuko na pesa nyingi sana huko ambayo wasanii hawaelewi kwamba inakwenda vipi. Hiyo ndio kipengele chenye pesa zaidi, kwa sababu muziki wako nje ya majukwaa kama hayo kina Spotify na Boomplay, nyimbo zako zinachezwa kwenye clubs, nyimbo zako zinachezwa kwenye radio stations, nyimbo zako zinaweza zikawa zimewekwa kwenye vitu mbalimbali. Siku hizi kuna nyimbo za wasanii unaweza kuingia kwenye ndege ukakutana na nyimbo ya msanii Bongo Flava. Nilisikia kisa kimoja cha msanii mmoja wa Bongo Flava kwamba nyimbo yake imewekwa kwenye PS, kwenye PlayStation game. So hizo ni publishing. So ni nani publisher wako? Nani anasimamia hizo collection of your publishing rights? So hivyo ni vitu ambavyo msanii anatakiwa kuvielewa, na kwa bahati mbaya naona ni wasanii wachache wakubwa wale ndio wanaelewa, wana watu ambao wanaweza wakasimamia kuzifuatilia, lakini wasanii wengi ambao ni chipukizi wanakuwa bado hawajazielewa, na wanakuwa tu wanafocus kwenye hizi loyalties ambazo zinapatikana kwenye hizi streaming platforms, lakini pesa kabisa ya kwenye muziki ipo kwenye publishing. Kampuni yako ya Jibu Music inachukua nafasi gani kuhakikisha kwamba wasanii wanajua wanachokisaini kabla ya kazi zao kwenda huko kwenye majukwaa kama vile Spotify pamoja na Apple Music? Sisi kama Jibu Music tumekuwa tunafanya warsha sehemu mbalimbali Tanzania, na actually tumekuwa na warsha yetu ambayo inaitwa Hela Yangu Nitaipataje, ambayo tumekuwa tukizunguka nayo na kukutana na wasanii, especially wasanii wadogo wanaoanza, ambapo tunakuwa tunawafundisha na kuwa train vyanzo vya jinsi msanii anavyoweza kumonetize muziki wake, anavyoweza kurudisha pesa, anavyoweza kuingiza pesa kwa kutumia kazi zake za muziki. So kupitia hizi warsha wasanii wanapata kujifunza namna ambavyo wanaweza kutumia majukwaa ya kidigitali, namna wanavyoweza kufikisha kazi zao, namna wanavyoweza kupromote kazi zao, namna mapato yanavyoingia kwa njia za kidigitali. Na kiukweli tumeona mwamko mkubwa sana, especially hata kwa wasanii wale wanaotokea wachanga huko mikoani, na ambao sisi tunawalenga zaidi, wamekuwa wakiweza kuelewa hivi vitu na wanajiunga, na nyimbo zao zinafika na wanaweza kukusanya mapato yao kwa kiwango fulani. Unashauri nini kwa wasanii wapya au wakongwe wasiokuwa na uelewa wa kidigitali ili wasije kuangukia kwenye mikataba mibovu kama ambavyo inavyodaiwa kutokea kwa msanii kama vile Billnass? Ushauri wangu mimi kwa wasanii ni kwamba wajifunze kwa sababu unapokuwa na ufahamu wa mambo unapunguza changamoto ndogo ndogo kama hizi. Nadhani kwamba hawa wengi mapromota ama madistributor ambao
wanawanyonya wasanii, wanatumia mwanya wa kwamba wasanii wengi hawana uelewa wa haya mambo. Kwa hiyo wasanii wa nje ya kwamba najua wasanii wao wanapenda kufanya kazi za sanaa zaidi, lakini watumia muda wao kuelewa hivi vitu, na kama si wao basi si wawe na watu kwenye timu zao ambazo zina uelewa wa ukaribu na kwa undani wa jinsi hizi mambo zinavyoenda, kwa sababu muziki ni biashara nje ya kwamba tu ni talanta. Lakini kwa sasa hivi tulipo sasa hivi muziki ni biashara. Kwa hiyo ikishakuwa biashara inafaa kufanywa kitaalamu. So either msanii mwenyewe ajue kwanza, inafaa msanii mwenyewe ajue, awe na idea jinsi mambo yanavyoenda, lakini pia kwenye timu zao hakikisha kwamba wana watu ambao wanaweza kuyachambua ya mambo kiundani, wanaweza kuelewa hizi mambo kiundani, wanaweza kupiga mahesabu kiundani, kuelewa kwamba mapato yao yanayoingia ni kiasi kipi, ili kuhakikisha kwamba wanapata mapato yao wanayostahili. Kuna malalamiko mengi kuwa wasanii hawana transparency, hakuna uwazi juu ya jinsi gani mapato yao yanavyopatikana. Je, kuna mfumo wowote Jib Music inatumia kuwapa wasanii transparency ya mapato yao kwa kila mwezi, ajue kwamba kazi zake zimeingiza streams ngapi na pesa iliyoingia ni kiasi gani na yeye anapata nini? Mfumo wetu wa Jib Music sisi uko very direct, like uko wazi na unatoa updates kwa wasanii in real time. Kwa hiyo kadri msanii pale anapokuwa anaendelea kupata streams, pale msanii pia anaweza kuona kwamba ni kiasi gani cha pesa ambacho ana generate, na pia inaweza kumpa mpaka prediction kwamba bwana, labda kwa ndani ya miezi 3 ukiendelea hivi na ukiweza kufikia target labda ya streams kadhaa utaweza kugenerate pesa kiasi kadhaa. Mfumo wetu ni mfumo huru, kwa hiyo msanii anautumia yeye mwenyewe, sio kwamba sisi tuna hold. Msanii mwenyewe ana account yake, kwa hiyo kwenye account yake ana upload nyimbo hapo, kisha inakwenda kwenye platform zote, lakini anaweza kupata anaweza kufuatilia sasa, akapata analytics kuona kwamba watu wanamsikiliza wapi, wanamsikiliza watu kiasi gani, streams zake ni kiasi gani, na revenue yake anayo generate ni kiasi gani. Na hivyo ndio ninavyoshauri kwamba wasanii wengi watafute mifumo ambayo inaweza kuwaonyesha vitu kwa uwazi, pia bila kuwa na makandokando, na kumpa msanii uhuru zaidi wa kucontrol kazi zake. Kwa sasa nini kifanyike kitaifa au kisera ili kulinda haki za wasanii kwenye majukwaa ya kidigitali? Kuna pengo gani kwenye sheria au simamizi na unaona bado hakijafanyika? Swala kubwa ambalo linatakiwa kufanyika kiserikali au kitaifa ni kuangalia tu hizi sheria, kwamba tuwe na sheria thabiti ambazo zinaweza kumprotect msanii ambaye anatengeneza hizi kazi. So hiyo ni jambo kubwa sana, kwa sababu unakuta kwamba tunaona kesi nyingine zinakwenda mahakamani na nini, lakini je, sheria zimekaaje? Sheria zinampa mwanya huyu msambazaji maybe kukwepa wajibu au kuweza. So ni vitu ambavyo serikali inatakiwa kuangalia, ni kutengeneza sheria ambazo zinaweza kumdhibiti huyu msambazaji, kutokumnyonya huyu msanii, lakini pia kumlinda huyu msanii. Na kuhusu sera, serikali iendelee kutengeneza sera ambazo ni nzuri zaidi, sera wezeshi kwanza kwa wasanii waweze kupata sera wezeshi, lakini pia kwa makampuni ya ndani ya usambazaji ambayo yanajitokeza, ambayo yanatengeneza mifumo ya kiteknolojia kwa ajili ya kusaidia hawa wasanii kuweza kusimamia kazi zao kwa uwazi. Serikali ingejaribu kutengeneza sera za wezeshi zaidi katika sekta, ili sekta iweze kukua, lakini pia kuwe na usawa na haki. Kama ungekutana na Billnass this time, ni ushauri gani ambao ungeweza kumpa kuhusu hatua anazopaswa kuchukua ili kurejesha haki zake na kuzuia jambo hili lisijirudie tena kwenye kazi zake nyingine? Ningekutana na Billnass leo hii, ushauri wangu mkubwa ni kwamba watu wanasema number don't lie. So kama hajalipwa, pesa yake inatakiwa iwepo somewhere, na hiyo pesa inaweza kuwa accounted. Akiwa tu apate wataalamu wa hayo mambo, apate na wanasheria, wataalamu wa sheria, kisha hesabu zifanyike, ijulikane kwamba ni kiasi gani ambacho msambazaji wake alikuwa anafaa kumlipa na hajamlipa. Then wanaweza wakachukua hatua za kisheria, lakini haki yake kama hajalipwa ni haki yake. So pesa haiyeyuki, so pesa yake iko somewhere. So ni swala tu la kupata wataalamu
wa fedha wa kimahesabu waweze kumpigia mahesabu kujua kwamba ni kiasi gani ambacho anastahili kulipwa, lakini pia awe na wataalamu wa sheria ambao wanaweza sasa kwenda kisheria kuhakikisha kwamba malipo hayo anaweza kuyapata kutoka kwa msambazaji wake.